William Amui Yakutumba, jambo. Jambo sana mwandishi. Leo umeweza kutekeleza kikao kwa pamoja na viongozi mbalimbali wa group ambazo zinashikilia silaha tarafani Fizi. Labda mkutano huu ulikuwa na malengo gani? Kulingana na hali ya vita ambavyo imejitokeza katika nchi yetu ya Kongo, vita vya uvamizi kutoka Rwanda, lazima tungepashwa kukusanyika sisi wote ambao ni wazalendo wenye kupigania nchi yetu, na ndio maana administrateur du territoire alitualika kwa niaba ya vice gouverneur wa province ya Sud Kivu kwa ajili ya kuhamasisha vijana wote na wazalendo wote ili wafanye kazi pamoja kwa kupiganisha ule adui ambayo iko nakuja kule. Lakini kwa ujumbe ambao gavana Makama mweza kuwaletea nyinyi kama viongozi wa magrupu, ni kipi ambacho mnatakiwa ukifanya kwa ajili ya kuweza kudhibiti hivi vita ambavyo vinakuja kwa kasi kubwa? Alituletea message. Pointi ya kwanza ndani ya message yake ni kusema watu wakuwe na upendo, watu wakuwe na umoja, na wakati tuko na umoja basi tushirikiane pamoja na serikali yetu ya Kongo, tukue nyuma ya rais wa nchi son excellence Felix Antoine Tshisekedi ili kutetelea nchi yetu kwa kufurusha ule adui, kumtosha ndani ya territoire yetu ya ndani ya territoire yetu ya Kongo. Serikali imeamua kutumika na wazalendo, lakini ukiangalia Bukavu waliweza kuteua mmoja kati ya mzalendo ambaye hataongoza wengine. Labda huku tarafani Fizi hii ilikuwaje? Tulikusanyika sote pamoja, na wakati tulikusanyika pamoja nadhani mipango iliyochukuliwa pale ni kusema kwamba watu wote waliona kwamba ni William Amuri Yakutumba ndio ataongoza wazalendo wengine wote katika hii Sud. Wewe kama mchaguliwa umejisikiaje na umepokea kwa namna gani? Mimi nilipokea kwa furaha sana uchaguzi huo au uteuzi huo, sababu tunajua kwamba ni kazi ambayo tunazoea kuifanya na tutaifanya kwa makini pamoja na serikali ili tumuondoe yule adui katika ardhi ya nchi yetu ya Kongo. Tarafani Fizi kuna wazalendo wengi sana ambao wanajibeba. Je, nao walipokeaje ili swala la wewe kuchaguliwa kuwa kiongozi wao? Unajua watu wengi wanakuwa na mawazo tofauti. Kuna wale ambao labda hatujua mawazo yao, walikuwa wanawaza kama labda ni wao ambao wanaweza kachaguliwe, alafu kuna wale ambao hawafurahi, lakini wengi walifurahi sababu ulifanyika uchaguzi. Sisi wenyewe wazalendo ndio tulichaguana. Haiko kusema kwamba tulipata nomination, haiko nomination, hapana. Ni uchaguzi ambao ulifanyika kwa sisi wazalendo. Ikaonekana kwamba mimi niongoze ile gundi ya wazalendo wa Sud. Na labda kwa wale wazalendo ambao walipokea jambo kishingo upande, una ujumbe gani kwao? Kwa wale ambao walipokea kwa shingo upande, ujumbe uchaguzi huo ni kusema kwamba sisi wao peke wanajua kwamba mimi ni kiongozi, wanajua hali yangu, wanajua kazi ambayo mimi naifanyaka. Kwa hiyo ningewasi waje tubaki pamoja, tusikilizane, tufanye kikao pamoja, tuangalie namna gani tutatengeneza kazi. Hiyo tu ndio yenyewe tunapenda. Na tunawafanyizia invitation kwa kualika ili tupate kukusanyika. Hata leo magharibi tunapashwa kuangalia namna gani tunaweza kukusanyika pamoja. Raia wanakuwa na hofu sana kufuatana na vita ambavyo vinakuja huko jimboni Kivu Kaskazini, na wote wakikuwa nategemea sasa ukombozi kutoka Fizi. Labda kwa kuwatuliza mioyo yao, na kipi cha kuambia raia wa tarafa la Fizi lakini pia Kongo zima kwa ujumla? Sisi kama vile wapambanaji tunajisema kwamba raia yote isitishike na chochote, sababu si vita mara ya kwanza hivi sisi kufanya. Tunajua kwamba yule adui anakuja na silaha na sisi tuko na silaha, na tunaamini kwamba Mungu ambaye tunamuomba sisi iko upande wetu, sababu hatukuchokoza nchi ya Rwanda, hatukuvuka mipaka kwenda kuchokoza mtu katika nchi yao, lakini sisi ndio tunachokozwa. Na ikiwa tunachokozwa, tutafanya kazi nzuri, raia ikuwe kimya, raia isiogope, sababu sisi tuko pale kwa ajili ya kuwatetea wao pamoja na mali zao. Una kipi cha kuwaomba wami waasili ambao walishiriki kwenye mkutano wa leo? Wami waasili tunawaomba waende kuhamasisha raia, sababu sisi ni jambo ambalo tunapaswa kuwaambia ni kusema kwamba vijana wote kwanza, wale ambao ni vijana wenye kuwa umri wa kufanya vita wanapaswa kukuja, tukae pamoja, tuangalie namna gani tusukume gurudumu hii mbele ya kufukuza adui. Vijana wote waambie watu wao, waambie population yote ikuje tufanye kazi pamoja, hasa vijana. Na kuna jambo la pili, tunaambia wa chef kutimie kusema kwamba hatutaki mtu wa kuvuka kwenda Tanzania.
Hatutaki mtu akukimbia ardhi ya Kongo kusema kwamba tunakwenda Tanzania, sababu itatuletea madhaifu sana. Kwa hiyo sisi sote tukue pamoja, tufanye kazi ya kugomboa nchi. Hiyo ndio habari ambayo sisi tunaambia wa chef coutumier au wamewaasili wapate kuifanya ndani ya population zao. Kufuatana na kazi ya M23, baadhi ya raia wanakuwa naomba labda Rais Tshisekedi aweze kujadili na wahasi. Wewe hii unaipokeaje? Sisi tunakatala kabisa. Hakuna mazungumzo yoyote ile Rais Tshisekedi ataifanya. Wakati sisi tuko hapa na tuko nyuma ya Rais Tshisekedi, atuangalilie sisi namna gani tutafanya kwa ajili ya kupambanisha yule adui. Sisi tunapinga ile kusema kwamba kukue negotiation au mazungumzo na M23. Haitawezekana, sababu kufanya mazungumzo na M23 ni kuuzisha nchi yetu, ni kuuzisha mashariki ya nchi, ni kutafuta wakubali mikataba yao ambao M23 walifanya wakati walikuwa wangali CNDP. Walifanya mikataba yao, na hiyo mikataba ni mbaya sana, ambayo inaweza tuma nchi itumbukie katika shida, katika balkanization. Viongozi mbalimbali wa wazalendo wameanza kufanya meeting kote tarafani Fizi, lakini pia nje ya tarafa la Fizi. Labda upande wako bado hujafanya hivyo. Je, una mpango gani kuhusiana na swala kuhamasisha vijana hadharani? Tayari tulishaanza kabisa kuhamasisha vijana hadharani. Na tuko naambia watu hata leo jioni hivi tutafanya meeting ku population hapa Fizi Centre, na kuwaambia kwamba ni lazima tukue pamoja, tujiunge na vijana wajiunge kwa wingi, tuangalie namna gani tutafanya kazi hiyo. Hiyo tunaanza ile kuhamasisha raia. Kamanda William Amuri ya Kutumba, tunakushukuru. Asante, ni mimi namshukuru zaidi mwandishi. Asante.